Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kuwa serikali yake inachukulia kwa uzito mkubwa matamshi ya Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan dhidi ya Israel, akisema kauli hizo si za kupuuza kutokana na historia ya Wayahudi na vitisho walivyowahi kukumbana navyo. Kauli hiyo alitoa wakati wa kikao cha baraza la mawaziri la Israel, ambapo pia alisema kuwa serikali yake itawafahamisha viongozi wa Marekani kuhusu msimamo na matamshi ya rais huyo wa Uturuki. Netanyahu alisema karibuni kila siku Erdogan amekuwa akitoa kauli zinazotafsiriwa na Israel kuwa zinahamasisha kuangamizwa kwa taifa hilo. Kwa mujibu wa Netanyahu, historia imeifundisha Israel kwamba pale mtu anapotangaza hadharani nia ya kuiangamiza nchi hiyo, kauli hizo zinapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa badala ya kuzipuuzia. Alisema Israel haitanyamaza kuhusu matamshi hayo na kwamba suala hilo litawasilishwa pia kwa washirika wake wa karibu, hususan Marekani, ili kuhakikisha linafahamika katika ngazi za juu za kisiasa na kiusalama. Kauli za Netanyahu zimekuja wakati ambapo viongozi wa Uturuki wameongeza ukosoaji wao dhidi ya Israel. Hivi karibuni, waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki alitoa kauli akitaka nchi yake kuibomoa Jerusalem, kauli ambayo imezua wasiwasi mkubwa nchini Israel na kuchukuliwa kuwa sehemu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa kati ya mataifa hayo mawili. Tangu kuanza kwa vita vilivyochochewa na shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023, Erdogan amekuwa miongoni mwa viongozi wa dunia waliokosoa kwa nguvu zaidi operesheni za kijeshi za Israel ndani ya ukanda wa Gaza. Mara kadhaa Erdogan ameshtumu Israel kwa kile anachokiita mauaji halaiki dhidi ya Wapalestina. Ameunga mkono hati za kukamatwa zilizotolewa na mahakama ya kimataifa ya ICC dhidi ya viongozi wa Israel, na pia ameitaka Umoja wa Mataifa kufikiria hatua za kutumia nguvu kuizuia Israel. Katika mwezi Machi mwaka 2025, vyombo mbalimbali vya habari vya Magharibi na Israel viliripoti kuwa Erdogan, wakati wa dua maalum ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani, aliomba Mungu aangamize kile alichokiita Israel ya Kizayuni, kauli ambayo ilizidisha mvutano kati ya Ankara na Jerusalem na kuzua mjadala mkubwa katika diplomasia ya kimataifa. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara nyingi amekuwa akimsifu Erdogan, hivi karibuni alidokeza kuwa Uturuki ingeweza kujiingiza katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kwa kuunga mkono Teherani kutokana na msimamo wa Erdogan dhidi ya Israel. Hata hivyo, hakukuwa na dalili rasmi kutoka Uturuki kwamba ilikuwa inapanga kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Katika siku hiyo, Trump alieleza kuwa utawala wake ulikuwa unaandaa mpango wa kuiuzia Uturuki silaha za kisasa kabla ya mkutano ujao wa NATO, silaha ambazo ni ndege za kivita aina ya Lockheed Martin F-35 pamoja na injini kadhaa za ndege za kijeshi. Mpango huo umezua wasiwasi mkubwa nchini Israel, ambako baadhi ya viongozi wanaona kuwa unaweza kubadili uwiano wa nguvu za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati na kuongeza changamoto za kiusalama kwa Israel. Kauli za Netanyahu zinaashiria kuendelea kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa kati ya Israel na Uturuki, huku tofauti zao kuhusu vita vya Gaza, mustakabali wa Jerusalem na usalama wa eneo la Mashariki ya Kati zikizidi kufanya uhusiano wa mataifa hayo mawili kuwa mbaya zaidi. Serikali ya Israel inaonekana kuamini kuwa matamshi ya viongozi wa Uturuki yanaweza kuwa na athari za moja kwa moja katika mazingira ya usalama wa kikanda, ndiyo maana imeamua kuyapa uzito mkubwa na kuyafikisha pia kwa washirika wake wa kimataifa, hususan Marekani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.